Moja ya swali kubwa ambalo nimeulizwa jana jioni kutoka kwa mdau mmoja ambaye alinipigia akaniambia, Dokta, hivi vinywaji vina madhara? Naomba niweze kuficha jina lake kwa sababu za kibiashara, tusije tukaharibu biashara za watu, lakini alitaja moja ya vinywaji vya viwandani ambavyo vimeshika kasi sana hapa kwetu Tanzania. Nikisema moja ya vinywaji vya viwandani ambavyo vimeshika kasi, nadhani unaweza ukanielewa ninamaanisha nini. Na akawa ananiuliza kwamba, je, vinywaji hivi vina madhara? Nami pia nikawa nimemjibu ya kwamba vinywaji hivi vina madhara. Nikamjibu kwa herufi kubwa kwamba vinywaji hivi vina madhara, lakini pia changamoto kubwa hasa ya vinywaji hivi ni kwamba hauwezi kuona madhara yake hapo hapo, bali madhara yake huwa yanakuwepo kidogo kidogo. The more unavyotumia vinywaji hivi vya viwandani, ndivyo madhara yake yanaendelea kujengeka polepole. Kiafya ama kitaalamu, namna ambavyo Mungu wa mbinguni ametuumba, ametupendelea sana. Mungu wa mbinguni ametupa figo, ametupa ini ambalo kazi yake ni kuweza kuchuja sumu zinazoingia katika mwili. Sasa katika mahesabu rahisi tu, hebu piga mahesabu toka ukiwa mtoto mdogo. Leo ni mtu mzima, na maanisha umri wa mwaka mmoja na kuendelea, ambapo ulikuwa unaruhusiwa kuweza kula kila kitu. Kama ulikuwa na mzazi ambaye aliyekuwa anakupa vyakula vya viwandani, tokea by that time umri wa mwaka mmoja na kuendelea, miaka 3, miaka 5, leo hii ni mtu mzima, una miaka 20 na miaka 25. Ukipata shida ya figo usije ukashangaa. Naomba nirudie. Leo hii ni mtu mzima, usije ukashangaa ukipata shida ya figo ukabaki unashangaa kwamba hii imetoka wapi. Maana yake ni nini? Madhara huwa yanakuja baada ya miaka 10 mpaka 15 baadaye. Lakini wakati huo kinga ambazo Mungu ameziweka katika mwili wako, figo ambazo zinasaidia kuweza kuchuja taka zote, na ini ambayo inayosaidia kuweza kuchuja sumu zinazoingia mwilini, zote zinakuwa zinapambana kwa ajili ya kuweza kufanya kazi. Sasa anza kuchukua hatua kwanza sasa hivi. Kama unatumia vinywaji vya viwandani, ni kuviacha kabisa. Katika video inayokuja nitakwenda nikufundisha na kukuelekeza kwa kina madhara ya vinywaji vya viwandani, nini kinatokea pindi kinywaji hichi kinapoingia mwilini, na nini unaweza ukafanya vipi kuweza kuondoa sumu ambazo zimesababishwa na ulaji ama unywaji wa vinywaji vya viwandani. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako.